halmashauri leo ya Tunduma tumetoka mara ya kwanza tukatoka milioni 400 tukafikisha bilioni 5, bilioni 1, milioni 560 mwaka wa kwanza. Tukasema tunaanza vizuri. Nikatoka kwa muda, nikaenda Momba, nikarudi tena, nikakuta mapato tumefikia bilioni 4. Leo mapato kwenye halmashauri ya mji wa Tunduma tumefikia kiwango cha makusanyo bilioni 22.5 kwa mwaka mmoja. Wale waliosema tunawavuta nyuma bado wako kwenye bilioni 3, bilioni 4. Wamelala. Wote wanakimbilia huko. Wamelala. Tunawazidi kwenye kila kitu. Kiwango cha elimu, majengo bora, mapato, hata mikopo tunayotoa hapa. Sisi tunatoa mikopo bilioni 4.6 kwa mwaka kwa vijana, kina mama na watu wenye ulemavu. Watu wanaoga fedha hapa. Na mwaka huu tutatoa zaidi ya bilioni 5. Haya ninayowapa ni historia. Momba leo mapato yanakwenda sasa hivi karibu bilioni 3.7 kwenda kwenye 5 na kitu. Ukichukua mapato ya Momba na Tunduma tuko zaidi ya bilioni 27 kwa mwaka mmoja. Wale waliosema sisi ni mzigo kwao wanatamani waungane na sisi wawe manispaa. Lakini hii kazi tunaifanya kwa sababu tunajua tulikotoka, uwezo wa kuifanya kazi tunayo, nguvu ya kufanya hii kazi tunayo, lakini na connection tunayo ya kufa mtu. Kuna mtu ananizidi connection hapo? Nawauliza hapa, kuna mtu ananizidi connection? Mimi ndio connection yenyewe. Yaani lazima utoke hapa utoboe. Lakini haya yote tunayafanya kwa maslahi ya wananchi wetu wa wilaya ya Momba yenye majimbo mawili. Kwa hiyo vijana wangu, ninachowaomba, endeleeni kusimama na Chama cha Mapinduzi. Endeleeni kukipigania Chama cha Mapinduzi. Tuhakikishe rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, tunataka mwaka huu mkoa wa Songwe uwe wa kwanza kitaifa kwa kutoa kura za CCM nyingi. Kwenye serikali za mtaa tulikuwa watatu kitaifa. Mkoa wa Songwe tulikuwa watatu kitaifa. Tunataka kwenye uchaguzi mkuu tukawe wa kwanza, na hilo linawezekana. Yaani mimi nizunguke Momba, niende Mbozi, niende Ileje, niende sijui Songwe, alafu tupate kura chini ya 95%. Inawezekana kweli? Kiufupi uchaguzi tulishamaliza. Tunachosubiri tu ni process